Morning Sky. Hii ni Morning Sky ambayo unaitazama kutoka majira ya saa 1 kamili asubuhi. Kumbuka tunakwenda hadi majira ya saa 3 kamili, lakini katika safari hii hatuja kuacha mbali mtazamaji. Tunakwenda nawe sambamba kwa uzuri kabisa kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye namba ya simu ambayo inapita hapo chini ya runinga yako 0792888642. Namba hiyo unaitumia kutuandikia ujumbe wako na sisi tunaupokea hapa studio. Asante kwa wote ambao wamekwisha kutuandikia jumbe zao, nasi tutapita nazo katika awamu tofauti. Wakati huu sasa ni ule wasaa wa Morning Coffee, ambapo hapa tunakutana na wadau mbalimbali katika kuzungumza nao mambo kadhaa ambayo yanaligusa taifa, lakini pia yanakugusa moja kwa moja wewe mtazamaji wetu. Na leo hapa studio kipekee sana tunao ugeni, na ugeni huu ni wa ndugu Alexi Suzuguye. Yeye ni meneja wa bima mkoa wa Dodoma. Tunakwenda kuzungumza naye mambo mengi hapa, lakini katika hayo yote bado pia mtazamaji wetu yanakugusa moja kwa moja. Kwa hiyo tunatarajia ushiriki wako pia kuwa mkubwa kwa kutuandikia ujumbe. Kama utakuwa na swali kwake, una maoni, una ushauri, vyovyote vile, basi utaandika kwenye namba ya simu ambayo nimekuwa nikikujuza mara kwa mara 0792888642. Tutausoma ujumbe wako. Karibu sana Bwana Alex. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana leo nimeweza kufika Sky TV. Yes. Karibu, tupo. Naamini pia huko bima zinaendelea kuhudumia watu kama kawaida. Kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi kama NIC ambao ni kampuni ya bima ya serikali. Maana ukizungumzia bima huwezi kuzungumza bima afu kaiacha NIC, kwa sababu sisi ndio wakongwe na wazoefu kwenye kutoa huduma za bima hapa nchini. Sawa. Kwa tunaendelea na majukumu yetu na kuhakikisha kwamba tunawalinda Watanzania kwenye shughuli ambazo wanazozifanya za uchumi, ili wanapopata majanga basi wasiweze kupata hasara kabisa. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunaisaidia serikali kuwalinda wananchi dhidi ya majanga mbalimbali ambayo yanaweza katokea kwenye shughuli zao wanazozifanya za kiuchumi, ili wasiweze kupata hasara. Unajua Bwana Jayunga, wakati Bwana Alex Suzuguye akiwa anaeleza kuhusu bima na wao ni wakongwe kama jinsi ilivyo, nikawa napata mawazo mengi sana hapa kwamba kuna mwingine akisikia bima hii moja kwa moja anajua labda ni ya afya tu. Sasa nataka kufahamu vitu vingi kidogo kwa Alex, kwa sababu yeye ndo meneja hapa. Kwanza kufahamu kwamba huduma zipi zinapatikana kwenye bima, lakini kabla kwenda kwenye huduma, hivyo bima ni nini? Kwa sababu unaweza kukutana na mtu akakwambia bwana wewe umebima, ukaona mwangalia tu. Hivyo bima ni nini na umuhimu gani? Karibu. Asante sana mtangazaji, swali zuri sana. Of course ni vizuri sana ukafahamu bima. Neno bima kidogo kuna confusion. Watu wengi wakisikia bima wanajua ni bima za afya. Lakini neno bima maana yake ni, yani bima ni mkataba. Ni mkataba kati ya bima au tunasema mteja, ambapo tunasema kitaalamu tunasema insured. Yule mteja ambaye amewekewa kinga, amekatiwa bima, na kampuni ya bima au tunasema insurer, ambapo kampuni ya bima inaahidi kwamba yule mteja akipata janga basi itamfidia, lakini mteja analipa ada ya bima au tunasema bei ya bima, price of insurance, ambayo kitaalamu tunasema ni premium. Kwa hiyo ili ule mkataba wa bima uweze kuwa valid, yani uweze kuwa hai, ni lazima pande mbili ziingie kwenye mkataba, kwa maana ya mteja au bima pamoja na kampuni ya bima inayotoa huduma ya bima. Na lazima sasa mteja kwa maana ya yule bima alipe kile kiasi ambacho kinatakiwa, ili gharama yeye kupata ile huduma ya nini, ya kinga ambayo anawekewa dhidi ya majanga. Kwa hiyo kwa ufupi tunasema bima ni mkataba kati ya bima na kampuni ya bima, ambapo kampuni ya bima inaahidi kwamba in case yule mteja atapata janga basi itamfidia. Kwa mfano mathalan mtangazaji, unakata bima ya afya. Ndio. Maana unaingia kwenye mkataba na kampuni ya bima ya afya. Kwa hiyo ikitokea umeumwa, maana unaweza kupata huduma ya bima ya afya
kwa kutumia ile kiasi ambacho umefanyaje, umechangia, umelipa kule kwenye kampuni ya bima. Kwa hiyo katika neno la kawaida kabisa la urahisi, bima ni mkataba kati ya bima na kampuni ya bima, ambapo kampuni ya bima inaahidi kwamba yule mteja akipata janga basi itaweza kumfidia. Lakini ndugu mtangazaji, umeuliza swali zuri sana. Kwamba watu wengi wanachanganya, wakisikia bima wanajua basi ni bima ya afya. Kuna aina nyingi sana za bima. Lakini katika modern classification, yani katika classification ya sasa hivi ya aina za bima, tuna bima za aina 3. Tuna bima hizi ambazo tunasema ni general insurance, yani bima za mali na ajali. Lakini vile tuna bima za maisha, lakini vile tuna bima za afya. Na sisi kama NIC tunatoa huduma za bima za aina 2. Tuna bima za mali na ajali, hapo tunasema general insurance kitaalamu. Lakini tuna bima za maisha, yani life insurance. Kwenye upande wa bima za afya tulikuwa tunatoa huduma miaka ya nyuma, lakini baadaye kama unafahamu kwamba sisi ni kampuni ya bima ya serikali, na serikalini kwamba serikali ikasimisha hii swala la bima ya afya kutolewa na wenzetu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya wa NHIF. Kwa hiyo tukaona tuweze kuachia wenzetu waweze kuendelea kutoa huduma ya bima ya afya. Lakini sasa hivi nafahamu mtangazaji, kuna mswada ambao umepitishwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba serikali sasa inawekeza, na of course tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba amejaribu kutengeneza mazingira ambayo wananchi sasa wataweza kupata huduma ya afya. Yaani kila Mtanzania aweze kupata huduma ya afya, tunasema ile huduma ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote, ambapo naamini kwamba na sisi pia pengine tutashiriki pamoja na makampuni mengine kuhakikisha kwamba tunawalinda wananchi dhidi ya majanga ya ugonjwa kwenye upande wa afya. Lakini ndugu mtangazaji, ningependa pia nizungumzie faida za bima ni nini. Yaani bima, kwa nini bima? Kwa sababu tunasema bima ni maisha. Yaani katika kila maisha kwa kila siku, swala la bima ni swala la muhimu. Naam. Sasa kwa nini swala la bima bima ni muhimu? Kwanza kabisa, bima inatoa ulinzi. Ina provide protection. Inatoa, kwa mfano ninyi hapa mna kituo kizuri cha TV hapa. Lakini hebu fikiria dakika chache tu inaweza katokea janga la moto hapa. Na mali zote zilizoko humu ambazo zina thamani kubwa zikawa zimepotea. Kwa hiyo ukiwa na bima, ukiwekea bima hii mitambo yenu mliweka, maana yake mnakuwa na ulinzi. Kwamba hata ikitokea bahati mbaya janga limetokea, moto umetokea au imetokea labda mafuriko, basi mnaweza mkaweza kurudishwa kwenye hali yenu ya awali ambayo mlikuwepo kabla ya janga. Kwa hiyo tunasema kwamba bima inatoa ulinzi. Hata mfanyabiashara anapokuwa na duka lake, anapokuwa amewekewa bima, anakuwa na ulinzi kwamba ikitokea labda duka limeungua, ile fedha yake haipotei. Au ameweka bima ya wizi, akiibiwa maana yake duka zile mali alizoibiwa basi zitaweza kurudishwa na sisi bima na kuweza kumrudisha kwenye hali yake ya awali. Na kabla hujasonga mbele Bwana Alex hapo, bima manake inapokuwa inakatwa tunathaminisha kila kitu kilichopo ndani ya jengo husika. Kwa mfano hapa labda viti hivi thamani yake ni kiasi hiki, sijui kifaa fulani thamani yake ni kiasi hiki. Ndipo sasa unaingia katika makubaliano na bima bana, kulingana na thamani sisi tutachukua kiasi hiki cha pesa kwa ajili ya kuweka dhamana. Ni kweli mteja anapokuwa anakata bima lazima atuambie value ya kile kitu ambacho anakatia bima. Atakiainisha, tunasema ile ndio the subject matter to be insured. Kitu ambacho kinawekewa bima. Kwa hiyo utasema labda let's say mimi na mali 1 2 3, na sisi pia tutafika na kuziangalia. Lazima tufanye risk survey. Tuone kwamba je, kweli hizi mali alizosema huyu mteja wetu hata ukatia bima zipo? Maana usije ukakata bima kumbe kitu hakipo. Lazima kubwa tutaangalia, tutafanya risk survey, tutaona kwamba bana kweli kituo cha TV na wana mali labda wamezungumza labda kuna mitambo fulani, kuna kamera, kuna nini, tutaziona, kuna TV na vitu vya namna hiyo, then baada tutaviwekea kinga. Kwa hiyo lazima mteja a state value ya ile subject matter to be insured ambayo akatoa bima, na lazima pia sisi tufike na kuona. Kwa mfano hata kama ni kwenye nyumba, kwa mfano mtangazaji, lazima tufike na kwako tuione nyumba, tuipige picha, tuweze kuisave kwenye mifumo yetu kwa kwamba tumeiona. Lakini vile vile nitakuja kuelezea baadaye kuhusiana na misingi ya bima. Tunasema principles of insurance. Kuna principle moja hapo inasema utmost good faith. Yaani bima huwa tunaamini kwamba mteja anachotueleza ni sahihi. Yaani mteja ata disclose material fact ya ile subject matter anataka kuikatia bima. Kwa hiyo tuamini kwamba mteja anatudanganya. Na tukiamini kwamba ukija tukigundua kwamba mmetudanganya, maana yake ule mkataba tena unakuwa tena sio void, kwa sababu
tunatarajia kwamba utasema ukweli kuhusiana na kitu ambacho unakatia bima. Sawa. Sasa swali langu la msingi katika maelezo ya awali ni kwamba mtakapokuwa mmekuja kuthibitisha, amewambia kwamba ana 1 2 3, mmekuja kuvithaminisha vile vifaa na bima pengine inakata sasa labda ni ya mwaka. Ikitokea ndani ya ule muda huo mwaka mmoja hakuna lolote lilotokea na amekwisha kukata ile bima, pesa anarudishiwa au pesa inabaki? Swali zuri sana. Mfumo wa kibima ni mfumo wa tunasema ni risk sharing. Ni risk sharing kwa maana kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Ni kama mfumo fulani wa kijima. Kumbuka zamani mtangazaji, hata zamani watu wa zamani walikuwa na mifumo ya wananchi wanakuwa wanachanga mali pamoja wakiamini kwamba wote hawezi kupata janga kwa wakati mmoja. Kwa yule mmoja atakayepata janga, zile mali zitatumika kufanyaje? Kuweza kumfidia. Kwa hiyo mfumo wa bima pia ni hivyo. Tunasema ni pooling of risk. Tunachukua riski ya kwako, tunachukua riski ya bwana Mariango, tunachukua riski ya kila mmoja wetu, tunaweka pamoja tukiamini kwamba wote tutaweza kupata hasara kwa siku moja. Sasa swali zuri umeuliza kwamba je, ikitokea labda let's say tumekatia bima, alafu janga halijatokea, je, tunamrudishia yule mtu? Jibu ni kwamba ni hapana, kwa sababu utaona kwamba kile kiasi ambacho mteja analipa kinakuwa ni kiasi kidogo. Kwa mfano mathalani tuchukulie labda gari ya milioni 10. Gari ya milioni 10, ada ya bima ambayo mteja analipa kwa mwaka kwa bima kubwa ni shilingi 413,000. Na tuchukulie labda kuna watu 50 ambao wamekatia magari tuchukulie tuna watu labda 5 wamekatia bima ya magari ya milioni 10. Maana yake hao watu tutakuwa tumekatia riski ya milioni 50 kwa watu, kila mmoja milioni 10. Ndio. Lakini kila mmoja atalipa 413,000. Lakini mtu mmoja akipata ajali, total loss, ajali yani kwa maana complete gari limeharibika, haliwezi kutengenezeka tena. Maana tutalipa hiyo milioni 10 kwa yule mtu. Kwa ajili ya kuipata gari. Sasa hiyo milioni 10 sisi tunaipata wapi? Sisi tunapata vizuri. Sasa ndio tunasema zile wanazotoa wengine wale ndio zitakazoweza kusaidia kuweza kumfidia yule mtu. Sasa in case kitokea kwamba mwisho wa mwaka janga halijatokea, maana tunajua kwamba yule mtu hawezi kurudishwa na ile nini? Ile fedha, kwa sababu ndio mfumo wa bima ulivyo. Maana aliwekewa protection, imefikia janga halijatokea, basi bima yake inakuwa imeisha. Kwa msingi ni kwamba bima ipo kwa ajili ya kusaidiana. Yaani mimi nakusaidia wewe kitokea umepata lolote. Kwa sababu kiasi ulichochangia akiweze kurudisha gharama yote. Kwa kabisa. Kiasi changu mimi kinachangia kwako na wewe unachangia kwako kufanikisha. Kabisa mtangazaji. Na kwa mfano nilikuwa nazungumzia hapa kwenye upande wa hizi aina za bima. Kuna hizo bima za muda mfupi na bima za muda mrefu. Bima za muda mfupi ndio kama hizi zungumzia kama tunazotoa sisi za bima za mali na ajali, ambazo zinakuwa zinakatwa ndani ya mwaka. Lakini bima za muda mrefu ndio zile za life insurance ambazo zinachukua labda kuanzia mwaka mmoja na kuendelea hadi miaka 5 mpaka miaka 15. Tunazo ambazo tunazitoa za miaka 15. Sasa kama ulivyozungumza kwamba ikitokea kwa mfano kwenye bima ya afya, umekata bima ya afya. Je, unaweza kukuta katika watu labda 100 waliokata bima ya afya, kuna mtu anachukua mwaka mzima hajaumwa. Lakini kuna mwingine ana ugonjwa ambao unatumia gharama kubwa na pengine ni mgonjwa wa mara kwa mara. Kwa hiyo sasa unaweza kaona, kwa hiyo sasa tunaamini kwamba wale ambao hawataumwa pesa yao itatumika kuweza kumtibu yule ambaye ataweza kuumwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mfumo wa bima unavyofanya kazi. Sawa. Lakini mtangazaji, nyingine of course umezungumzia faida nyingine, nimeshazungumzia hiyo risk sharing kwamba tunashirikiana pamoja kuweza kuhakikisha kwamba tuna vile vihatarishi tunavishia pamoja na kuweza kuviwekea ulinzi. Lakini vile vile ndugu mtangazaji, faida nyingine ya bima ni kufanya maendeleo ya kiuchumi. Sasa hivi tunaona Mheshimiwa Rais kupitia sera ya kuongeza uwekezaji. Wawekezaji wengi wamekuwa wanakuja wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi. Kwa hiyo hawa watu wanapokuja kuwekeza kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi wanahitaji kuwekewa kinga. Kwa sababu kama hakuna kinga, ikitokea mali zimeungua au kiwanda kimeungua, watapata hasara. Kwa hiyo tunapokuwa tunawekea mifumo ya kibima, maana tunasaidia sasa wawekezaji waweze kuwa na mitaji endelevu. Kwa maana ya kwamba wasiweze kupata hasara, hata ikapotokea janga limetokea, basi waweze kurudi kwenye hali yao na maisha yaweze kuendelea. Lakini faida nyingine pia mtangazaji ya bima ni kwamba bima inasaidia inamsaidia mwananchi kuweka tabia ya kujiwekea akiba. Tuna zile bima za maisha ambazo nilikuwa nazungumzia mtangazaji. Tuna bima tunaita Bim Life ambayo ni bima ya uwekezaji. Mteja anachangia, anakuwa anaweka kidogo kidogo. Tuna bima hii tunaitengeneza pia hata kwa wale watu ambao wamejiajiri. Kwamba inapofikia, tumeona wananchi wengi wanakuwa wanalalamika kwamba inapofika mwisho wa mwaka amestaafu, amefikisha muda wa kustaafu, miaka 55 nguvu zimeisha, analalamika kwamba serikali haimwekei pension. Lakini
hii ndio fursa ambayo wananchi angeweza kuitumia, akawekeza kidogo kidogo, inapofikia hatua labda amefikisha umri wa kustaafu kwa maana ya miaka 60, nguvu zimeisha, hawezi kufanya tena kazi. Bima tuweze kumwezesha kuendelea na maisha yake aliyokuwa anafanya toka akiwa na nguvu. Na sasa kwenye hii faida hii nadhani uielezee vizuri kwamba mtu anaanza kuwekeza kidogo kidogo na mwisho wa siku akifikia hatua sasa amestaafu, hana mshahara wa mwisho wa mwezi, anakuja kuanza kuchukua kutoka kwenu sasa baada ya kuwa amewekeza, si ndio? Ndio mtangazaji. Na anaichukua katika utaratibu gani? Mnampa yote kama ilivyo au mtakuwa mnampa kama malipo mwisho wa mwezi? Asante mtangazaji. Tuna aina mbalimbali za bima za maisha ambazo kama nilivyozungumza, zipo bima ambazo zinavyofikia bima inapokuwa imeiva, yani imefikia maturity tunasema. Imefikia mwisho. Kwa mfano labda mtu amejiunga mkataba wa bima wa miaka 15. Imefikia mtu amechangia mpaka miaka 15 imeisha na hajapoteza maisha. Maana bima ile ina life protection, lakini vile vile ina saving. Life protection kwa maana ya kwamba inamlinda ikitokea bahati mbaya mtu amechukua bima milioni 100. Ikatokea bahati mbaya na katika miaka 15 akapoteza maisha, utalipa milioni 100 kwa familia yake. Lakini ikitokea Mungu amempa uhai ameishi mpaka mwisho wa mkataba, tunamlipa tena milioni 100. Sasa anaweza yeye akaamua ile milioni 100 tuiweke kwenye annuity, yani tuiweke alipo kidogo kidogo. Anaweza kama labda alipo kwa mwaka mara 2 au alipo labda kwa mwaka mara 4 au alipo labda kwa kila baada ya mwaka au miaka 3. Hiyo ni maamuzi ya mteja. Nataka kufahamu kwamba mwamko ukoje hususan kwa jamii yetu ya Tanzania. Tunajua jinsi tulivyo kwamba kuna vile vitu muhimu ambavyo tunaona kwamba mimi mbona sikioni hiki, kunaniambia kwamba paka baadaye ndio kitakuja kuninufaisha. Waga tunakuwa nyuma sana. Tunataka kuona kwamba tunafanya leo dakika 2 tumenufaika. Mwamko ukoje kwa jamii kujiunga na bima namna hiyo, kushiriki? Hali iko vipi na elimu inawafikiaje hao? Asante sana ndugu mtangazaji. Mwamko unaendelea kuwepo, lakini bado kwa kweli mwamko ni mdogo sana. Lakini sisi kama shirika la bima la taifa NIC, ndugu mtangazaji, shirika hili sasa hivi lina zaidi ya miaka 70 miaka 60 ya uwepo wa kutoa zaidi ya miaka 60 ya kutoa huduma za bima hapa nchini. Ndio ambayo NIC imeanza mwaka 1963. Kwa hiyo tuna zaidi ya miaka 60 ya kutoa huduma za bima hapa nchini. Kwa hiyo mojawapo ya jukumu pia ambalo tunalo sisi kama NIC ni kuhakikisha kwamba tunaisaidia serikali pamoja na kwa kushirikiana na wadau wengine kwa pia mamlaka ya bima Tanzania yani TIRA, kuhakikisha kwamba elimu ya bima inawafikia wananchi walio wengi ili waweze kuingia kwenye huduma ya bima. Utaona kwamba mtangazaji sasa hivi yani ile coverage ya bima ni kama karibu 4% ya Watanzania tu wamekuwa covered na huduma za bima. Lakini unaona Watanzania wengi hawana huduma za hawajafikiwa na huduma za bima. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hizi elimu. Tulikuwa na kampeni ya NIC Kitaa. Tulikuwa tunapita, ilikuwa hapa Dodoma na mkoa wa Singida kanda ya kati, ndio ambao mimi naisimamia. Tulipita maeneo mbalimbali na kuwaelimisha wananchi kuhusiana na swala la bima, na wengi waliweza kukata bima. Kwa hiyo tunaona kwamba changamoto pia kubwa imekuwa ni elimu, na sisi tunaendelea kutoa elimu, na pia niwashukuru Sky TV kwa kutupatia hii nafasi ya kuja kutoa elimu ili tuwaase wananchi waweze kukata bima mali zao mbalimbali. Bima ni maisha. Shughuli anayoifanya kila siku kuna maisha yake. Hebu fikiria unafanya kazi au unafanya shughuli ya biashara, kesho haupo, umeacha familia. Wanaishia wale watu, wewe haupo. Lazima uwe na bima ya maisha ili uweze kuwasaidia wale kwamba hata haupo basi waendelee kupata maisha mazuri ambao walikuwa wanapata wakati ukiwa hai. Lakini pia mtangazaji, kuna watu wanafanya biashara, wana maduka. Kuna watu wana viwanda. Tunataka viwanda vyao na biashara zao tuziwekee bima, tuziwekee kinga dhidi ya majanga mbalimbali kama moto, wizi na vitu vingine. Ikitokea janga limetokea, mtu tunaanza tena kulia. Juzi mimi nilikuwa Dar es Salaam mtangazaji. Nimeona kuna changamoto imetokea. Kuna mtu duka lake limeungua. Piga shoti ya umeme, electric fault. Duka limefanyaje? Limeungua lote. Lote limeungua mtangazaji. Ile mama analia hadi unamuonea huruma. Na moto ulitokea usiku. Sasa unaweza ukaona na alikuwa hana bima. Lakini angekuwa na bima, angekuwa hana mawazo, hana stress. Sababu unajua kwamba bima, sababu nilikuwa na bima itanirudishia mali zangu ambazo nilikuwa nimewekea nini? Nimewekea bima. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hii elimu kwa wananchi, na nichukue pia fursa hii kupitia Sky TV kwa watazamaji wetu wanaotazama sasa hivi. Kwa kweli wahakikishe kwamba wanafika na kupata huduma za bima ili kujilinda. Lakini vile vile mtangazaji, sasa hivi tunakwenda kwenye hii bima ya afya kwa wote. Universal Health Insurance.
ni waasi wananchi wachangamkie fursa. Ndio fursa nzuri ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma za bima za afya, ili wakiugua waweze kupata matibabu bure, kwa sababu inatokea mtu anaumwa alafu ana fedha, anapataje huduma? Kwa akiwa na bima inakuwa ni rahisi zaidi. Naam, Bwana Alexi, umezungumzia pale kwamba umewagusa wafanya biashara katika biashara zao na watu katika taasisi zao, ofisi zao. Tumtazame mkulima, yani huyu ni mtu ambaye anaendesha shughuli zake kwa msimu, pengine msimu huu mvua imekwenda ndivyo sivyo, mambo hayajakaa sawa. Huyu naye kumpa fidia ya gharama ambazo ameingia katika maandalizi ya shamba mpaka ile hatua ambayo anaitarajia kuifikia ya mavuno, lakini mambo hayajakaa sawa, naye pia kuna namna mnamkumbuka katika masuala ya bima? Asante sana ndugu mtangazaji. Mojawapo ya madhumuni pia kuanzisha shirika la bima la taifa NIC ilikuwa ni kuhakikisha kwamba shirika hili linachangia kuwalinda wananchi wote na kuwalinda hasa wakulima. Ukichukulia kwamba karibu 60% ya Watanzania wameajiriwa kwenye sekta ya kilimo. Ni sekta ambayo inachangia sana kwenye pato la taifa kuliko sekta nyingine. Kwa hiyo mtangazaji, sisi tuna huduma nyingi sana za bima ambazo tunazitoa. Tuna bima za magari kama nilivyozungumza, tuna bima za nyumba, tuna bima za moto, tuna bima za biashara, tuna bima za vifaa vya kielektroniki kama vya kwenu vya TV ambavyo mnafanya. Tuna bima za usafirishaji, tuna bima za viwanda. Kwa hiyo tuna bima nyingi ambazo tunazitoa. Tuna bima za ndege, kwa hiyo tuna bima nyingi ambazo tunazitoa. Lakini pia tuna bima ya kilimo. Ambapo bima hii ya kilimo sisi ndio kampuni ya kwanza hapa nchini kuanza kuitoa mwaka 2019. Baada ya kufanya utafiti na kugundua kwamba sekta ya kilimo inakabiliana na majanga mengi, tulianzisha bima mahususi kwa ajili ya kuwalinda wakulima. Bima ya kilimo. Sasa bima ya kilimo hii inamlinda mkulima dhidi ya majanga ambayo yanaweza yakatokea na yakasababisha ukawa na upungufu wa kile alichotarajia kukipata kwenye kilimo alichokuwa analima, kwa maana ya kwamba kwenye kuvuna imetokea upungufu. Sasa kwenye bima hii ya kilimo tunayo bima ya aina 3. Tunazo bima za aina 3. Tuna bima tunasema bima ya hali ya hewa, tunasema weather index insurance. Bima hii ya hali ya hewa inamlinda mkulima dhidi ya majanga yale yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia ya tabia ya nchi. Yaani mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano mvua zilizokithiri, lakini vile vile na upungufu wa mvua au ukame. Sasa hivi tunaona ndugu mtangazaji, mwaka huu mvua zimenyesha sana. Kuna maeneo mengi sasa hivi wakulima wengi wanalia kwa sababu kumekuwepo na shida ya mvua kuwa nyingi na mazao mengi yameharibika. Sasa bima hii inamlinda mkulima kwamba labda let's say mtu alikuwa analima labda ekari analima labda eka moja zao labda la mahindi kwa mfano, au labda zao la mpunga. Anatarajia kwamba katika ekari moja atavuna labda kilo 50. Sasa imetokea mvua zimekuwa nyingi na amejikuta sasa amepata labda pengine labda kilo 1 au kilo 10. Kwa hiyo mkulima amepata hasara. Kwa tutamfidia kuhakikisha kwamba tunamrudisha kwenye ile hali yake ya awali, kwa sababu tunamwekea mkulima kinga. Maana yake tunamwekea mkulima kinga ya tunacholinda sisi, tunalinda zile gharama za uzalishaji. Kwamba katika ekari moja ya zao la mpunga anatumia kiasi gani kufanyaje kuweza kufanya kile kilimo, labda kuanzia kuandaa shamba, sijui kupalilia na nini, sijui kuweka mbolea na nini, kuweka mbegu na vitu vya namna hiyo. Kwa gharama zile zote sisi ndio tunazikinga. Kwa hiyo ikitokea imepata hasara, tunamfidia ile gharama ya uzalishaji ili aweze kupata fedha ya kumwezesha kwenda kwenye msimu unaofanyaje unaofuata. Sasa hivi tunafahamu kwamba serikali tuna hii agenda ya 10-30. Kwamba tunataka sekta ya kilimo mpaka kufikia mwaka 2030 iwe imekuwa kwa 10% na iweze kuchangia kwenye pato la taifa. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba sasa mkulima anaweza kufanyaje, anaweza kupata kinga kwamba kilimo chake anachokifanya kisiwe kilimo cha hasara, kiwe kilimo cha kisasa. Lakini mtangazaji, sekta hii ya bima ya kilimo ina gharama, kwa sababu kwenye kilimo kuna majanga mengi sana na huwezi kutegemea kupata. Ndio maana makampuni mengi ya bima yanakimbia kwenye bima za kilimo, kwa sababu ni sehemu ambao huwezi kupata faida. Unafukuza upepo. Kwa sababu ni sehemu ambao kuna majanga ni mengi kuliko faida ambayo utaipata. Kwa hiyo sisi NIC kwa kwamba ni kampuni, ni taasisi ya serikali, tumekuwa tunaendelea kutoa hizo huduma za bima za kilimo kwa sababu lengo letu moja wapo pia ni sisi kuhakikisha kwamba tunawalinda wakulima. Tunawasaidia wananchi waweze kupata kinga kwenye shughuli ya kilimo. Kwa hiyo tunaishukuru mamlaka ya bima kupitia serikali kwamba sasa hivi tunakuja na hii sera ya bima ya kilimo ambao itaweza sasa kutuunganisha makampuni yote ya bima, na sasa hizi kuna kitu tunaita consortium, mjumuiko wa makampuni ya bima ambao
utakuwa unahakikisha kwamba unatoa hii kinga ya bima. Kwenye nchi nyingi sasa hivi huduma hii ya bima ya kilimo serikali inatoa ruzuku ili kuwezesha kampuni za bima ziweze kufanya kuwalinda wananchi. Sawa. Sasa tuna aina nyingi sana za bima, kwa sababu ya muda nimeshindwa kuzieleza. Labda wakati mwingine mkiniita nitakuja nizieleze zaidi. Sawa. Ninabaki hapo kwenye hiyo bima ya kilimo. Mwanzo umeeleza kwamba katika hizi bima zingine ikitokea janga lote, mfano moto, imeunguza duka, imeunguza ofisi, ninyi tayari mmekwisha kushuhudia kwa macho kwamba ofisi imeungua. Kwa mkulima huyu, msimu umekwenda ndivyo sivyo, mtawezaje kugundua kwamba kweli huyu mtu kapata hasara? Mtakuwepo wakati anavuna kile kilichopatikana, au atakuja tu kuambia bana, msimu huu mvua imekuwa ni kidogo au imezidi, kwa hiyo sijapata chochote? Asante sana kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Kwenye hizi bima za kilimo huwa tuna, kwa mfano kwenye hii bima nilikuwa nazungumzia bima ya hali ya hewa, ni kwamba kabla msimu hujaanza au hujaanza ule msimu, tunakuwa tuna taarifa ya kwamba utabiri wa hali ya hewa utakuwaje katika kipindi cha msimu ambacho anakwenda kulima. Kwa mfano tunatumia mara nyingi satellite pamoja na hizi weather stations. Watu wa TMA pamoja na satellite. Kwa tunaangalia labda let's say wastani wa mvua kwa mwaka huu utakuwa labda ni labda ni miligramu za mercury labda kadhaa. Kwa hiyo ikitokea sasa labda tumekwenda sasa kwenye msimu, imekuwa sasa tofauti na vile ambavyo ilitarajiwa itakuwa. Mbona mvua zimezidi sasa kiwango ambacho tulitarajia kwamba kingekuwa, basi hapo tunajua kwamba mkulima alipata hasara, na sababu ilikuwa nini? Ilikuwa ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa mwisho wa siku tunamfidia. Na mara nyingi huwa tunawatembelea wakulima mara 3 kwa mwaka. Tutamtembelea mkulima kabla ya msimu, wakati anaanza kufanya maandalizi, lakini tutakuja kumtembelea mkulima katikati ya msimu kuangalia jinsi anavyoendelea. Na kwa sababu bima hii ya kilimo pia bima huwa kuna vitu tunaita exclusion. Exclusion kwamba ni vitu ambavyo bima haito cover. Kwamba kwenye kitu labda kuna mambo ya uzembe, labda mkulima labda alitakiwa labda apande kwa wakati, apalilie kwa wakati, hajafanya, hawezi kulipwa. Kwa lazima kuna haki na wajibu. Sasa ninyi mnayajuaje haya kwamba huyu mtu hajapalia kwa wakati? Ndio maana tunamtembelea. Tunakuja mwanzo wa msimu, tunaangalia jinsi anavyoendelea maandalizi ya shamba. Tunamtembelea pia katikati ya msimu, lakini vile vile tunamtembelea pia mwisho wa msimu wakati anavuna, ili kuona kwamba kweli huyu mkulima amepata hasara. Sawa. Na mtazamaji, tunaye hapa studio ni mgeni wetu ambaye yeye ni meneja wa bima mkoa wa Dodoma, Bwana Alex Suzuguye. Tunazungumza naye kuhusiana na masuala ya huduma hizi za bima kwa ujumla, na ameeleza mengi sana hapo. Bila shaka nawe utakuwa una lolote la kutamani kufahamu kutoka kwake ambalo bado kwako ni gagaziko moyoni. Namba ni 0792888642. Tumia namba hiyo kutuandikia ujumbe wako hapa, na sisi tutaupokea moja kwa moja kwa wakati huu, ili kusudi mgeni wetu aweze kukujibia hayo maswali yako. Wakati tunasubiri Bwana Jayunga, wakati tunazungumza hapo, tumezungumzia kilimo, tumewatetea wakulima kwa kiasi chake. Mimi kidogo tu kabla hajaanza kupokea simu na vitu vingine ambavyo tutaweza kumaliza, nataka kufahamu kwamba hii bima ya maisha, kwa mfano mimi ni baba, nataka kukatia familia yangu bima ya maisha, nafanyeje na inahusikaje na ikoje? Kidogo tu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyozungumza kwamba katika bima ambazo tunazitoa, tuna bima za muda mrefu ambazo ndio mojawapo ni bima ya maisha. Na tuna bima za kuanzia miaka 5. Za kuanzia miaka 5. Kwa hiyo unaweka bima yako ya kuanzia miaka 5, wengine wanaenda hadi miaka 15. Kwa hiyo bima hii unachokifanya wewe ndugu mtangazaji, unasema labda mimi nataka nikate bima labda ya milioni 50 au milioni 100. Kwa hiyo sasa sisi tutakupigia hesabu kwamba kwa bima ya milioni 50 utakuwa unachangia labda kwa mwezi kiasi fulani ambacho ndio premium ambayo utakuwa unalipia kila mwezi. Sasa inapotokea, ikitokea labda umejiunga nayo bima ya maisha, labda umejiunga leo, alafu labda baada ya siku chache au labda mwezi au wiki yule mteja akafariki, tunalipa kwa familia yake milioni 50 au milioni 100, ile kima cha bima. Hata kwa mtu ndio taratibu. Hapo ndio penye utaratibu. Nimejiunga leo. Nimesema bwana natoa 500,000. Baada ya siku 3 nikarudisha namba mbele yake. Mimi nimetoa 500,000. Ndio bima ile. Lakini nimesema bwana katika familia yangu nataka bima ile ya milioni 100. Ila nimetoa 500,000. Ukapoteza maisha. Tunalipa milioni 100.
ndani ya ule muda baada ya kuwa umefariki dunia. Tunalipa pale, ndio bima inavyofanya kazi. Ndio maana Jaunga ningesema tu taratibu hapo ujue. Umetoa leo, kesho mambo mengine tofauti. Umejiunga bima ya miaka 5 ya milioni 100. Tumepiga hesabu kwa mwezi utakuwa unachangia 500,000. Umechangia mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja tu. Ukatangulia mbele yako. Tunalipa milioni 100 kwa familia yako. Na ndio maana tunaambia wananchi wengi kwamba bima ni protection. Na life protection. Kwa maana kwamba ukipoteza maisha, familia unaoiacha itanufaika. Hata shemeji anapokuwa analia wakati wa msiba analia kama haupo. Akiwa haupo analia mengi kwamba jamaa na nini hayupo na nini tafanyaje, lakini akijua kama kuna milioni 100 huku maisha kidogo inakuwa rahisi. Analia kizungu, machozi yanatoka kwa mbali. Tafuta kidogo hivi. Analia na tishu. Analia na tishu. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa kuna aina nyingi sana za hizi bima za maisha. Kuna hiyo bima nizungumzia bima life. Tuna bima pia elimu. Unaweza kusema unataka kuwekea bima ya elimu watoto wako, kwamba kesho sipo, watoto wangu wasome shule nzuri ambao walikuwa wanasoma nikiwa nipo. Lakini vile mtangazaji, bima hizi ambazo tunazitoa ina tofauti na makampuni mengine. Bima zetu zinakuwa na sifa mbili. Life protection na saving. Inakulinda ukiwa hai, lakini vile vile ukiishi mpaka mwisho, ukitoboa mzigo wako. Mzigo tena unalipa. Kama maisha mazuri. Sawa. Tuhamie sasa kwa mtazamaji kupitia namba 0792 88 86 42. Tupokee kila ambacho yeye anatamani kupatia ufafanuzi. Tunaanza na huyu rafiki anaitwa Juma, anatoka Sumbawanga. Anauliza kwamba kwenye hiyo bima ya afya kwa wakulima, je, mkulima anapaswa kuwa na hekari kiasi gani au shamba kubwa kiasi gani ili kumwezesha kupata bima ya kilimo? Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana kwa swali zuri kutoka kwa Bwana Juma wa Sumbawanga. Anayeuliza kwamba ili mkulima tuweze kumpatia bima ya kilimo anatakiwa kuwa na ekari kuanzia ngapi? Kama nilivyosema kwamba kwenye hizi bima za kilimo kuna gharama ambazo sisi tunaziingia kama taasisi, kwa maana kwamba tutawatembelea wakulima, tutaenda kuangalia jinsi wanavyofanya kilimo, tutawahusisha maafisa ugani ambao wapo kwenye maeneo ambao wakulima wanafanyia kilimo. Kwa hiyo kuna gharama ambazo tunaziingia. Kwa hiyo unakuta kwamba itakuwa ni changamoto kwa mkulima, labda akiwa ni mkulima mmoja, labda mwenye ekari 5, kuweza kumpatia huduma ya bima ya kilimo. Lakini tunawaasa wakulima wengi hasa ambao wanakuwa na hizo ekari 2, ekari 1, labda ekari ngapi, ndio kwamba wajiorganize kwenye vile tunasema zile AMCOS, vyama vya ushirika, ambapo unakuta tunaenda kwa chama cha ushirika kimoja tunatoa huduma ya bima. Kuna wakulima labda 500 ambao kila labda mkulima ana ekari 2, tunatoa hizo huduma. Lakini kwa mkulima mmoja tunatoa hizi huduma za bima kwa mkulima ambaye anakuwa anamiliki kuanzia ekari 50. Okay. Mkulima kwanza mwenye ekari 50 basi tunaanza kwa individual farmer, yani mkulima mmoja. Lakini kama watakuwa ni wengi kupitia zile AMCOS, na tunatoa sana hizi huduma. Kwa mfano juzi mwaka jana tulitoa huduma za bima kwa wakulima kule West Kilimanjaro, kwa lima zao la ngano. Na walipata hasara, tukawalipa zaidi ya milioni 300. Walikuwa wamekopeshwa na taasisi ya bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko. Wakulima zaidi ya 1000 ambao walikuwa wanalima zao la ngano kule West Kilimanjaro. Sawa. Sasa kuna rafiki hapa anaitwa Rehema, yeye anatoka Mbozi. Anauliza kwamba hii bima ya majengo inahusisha pia na majengo ya makazi, kwa maana ya nyumba za kuishi watu, au ni majengo tu yale ambayo anasema yale ambayo yanahusisha taasisi? Karibu sana bwana Alex. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye tuna bima ya nyumba. Tunasema house insurance. Nafahamu kwamba Watanzania wengi sana wanamiliki nyumba, lakini wengi hawana bima za nyumba. Na nichukue fursa hii kuwaasa wananchi wanaotusikiliza ambao hawajakata bima za nyumba, wakati bima za nyumba leo. Kwa sababu hebu fikiria gharama ambayo unaitumia mtu kujenga nyumba ni kubwa. Lakini inawezekana hiyo nyumba yako uliojenga ikateketea au ndani ya dakika moja yote, ukajikuta unapata hasara. Tumeona hata juzi hapa sokoni hapa kuna watu maduka yao waliungua hapa. Sasa bima hii ya nyumba ina cover nyumba za makazi. Nyumba za makazi. Na unaweza kuna nyumba za makazi, kuna nyumba za biashara, kuna majengo ya biashara, yote tunayakava kwenye bima ya moto au bima ya moto na majanga asili. Kwa sasa bima hii ya nyumba, ndugu mtangazaji, unaweza ina section. Unaweza ukaamua kukatia bima ya nyumba peke yake, yani jengo, kwa maana ya the building itself, building section. Au unaweza ukaamua kukatia bima ya nyumba
na vitu vilivyomo ndani dhidi ya moto na majanga mengine ya asili. Lakini hivyo unaweza kaamua kukatia bima ya nyumba na vitu vilivyomo ndani pamoja, ukaunganisha na pamoja na bima ya wizi, kwamba vitu vyangu vilivyomo ndani nikiibiwa pia bima iweze kufanyaje, iweze kunilipia. Bima bana ndefu bwana. Lakini hivyo unaweza kaamua kukatia bima ya nyumba vilivyomo ndani na vitu ambavyo unatembea navyo. Hapa kwenye wizi manake ni kwamba hii inajitegemea. Yaani nyinyi mna focus na uharibifu, isipokuwa kwenye wizi pia inabidi kuikatia tena kivyake. Yes kabisa. Kwa mfano, labda nianze kuzungumzia labda bima ya nyumba, bima ya jengo. Bima ya jengo, ndugu mtangazaji, gharama yake ni 0.15 ya thamani ya nyumba, asilimia 0.15% ya value ya nyumba. Kwa mfano nyumba ya milioni 100, ada yake ya bima ni 177 kwa mwaka. 150 bila VAT, ukiongeza na VAT inakuwa 177 kwa mwaka. Piga hesabu, chukua 177 kwa mwaka, gawanya kwa siku 365. Mwaka mzima uone kwa siku moja unalipa shilingi ngapi? Ni shilingi 400 kama na 23 kwa mwaka mzima. Sasa hiyo kwa siku shilingi 423 kwa siku, ambayo ukizidisha kwa mwaka mzima inakuja 177 chapati moja kwa siku. Bwana nimelipa nyumba lakini imehifadhi nyumba, lakini watu wa wakati bima alafu nyumba zikiungua wanakumbuka bima. Bana bima ndio, yani ikitokea janga la moto limetokea na mtu anakumbuka bima. Kwa hiyo ni waasi wananchi kwamba swala la bima walipe kipaumbele, hasa bima za nyumba. Wafike ofisini kwetu, NIC tunapatikana nchi nzima. Tutakuja kueleza baadaye kwamba kwa nini mtu akate bima na NIC. Tunapatikana nchi nzima. Wafike ofisini kwetu wapate huduma za bima za nyumba ili wajilinde. Sawa sawa. Kitokea janga limetokea, tuwalipe hela, maisha yaendelee. Okay, tunafika tamati, lakini tukushukuru sana pia rafiki Mr. Uyegu, anasema anatoka from Nami. Anasema from Nami Kupa Tandahimba, bila shaka ni eneo hilo huko Mtwara. Anasema anatupata kwa uzuri mwanzo mwisho, na nashukuru pia kwa elimu ambayo imetolewa na mtaalamu. Asante sana. Sasa kwa kuhitimisha, japo dakika moja tu tuitumie vyema kabisa kwa kuhitimisha. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Nilitaka nimalizie sasa kwa nini Tanzania tuna makampuni 32 sasa hivi ya bima hapa nchini. Lakini ukizungumzia kampuni bora ya bima Tanzania unazungumzia NIC. Sisi tumekuwepo sokoni kwa zaidi ya miaka 60 kama nilivyosema. Kwa hiyo tuna uzoefu wa kutosha wa kutoa huduma za bima. Yaani ukizungumzia ndio watu tunasema kwenye kauli mbiu tunasema sisi ndio bima. Ukizungumzia bima Tanzania unazungumzia NIC. Sasa kwa nini Mtanzania akate bima na NIC na sio kampuni? Una gari, una pikipiki, una bajaji, una nyumba, una biashara. Kwa nini ukate bima na NIC? Kwanza kabisa hii ni kampuni ya bima ya serikali ambayo ina ulinzi wa kutosha. Serikali haiwezi kufilisika. Hata kipindi kile shirika miaka nyuma limeteteleka miaka 90 huko. Watu wakasema limekufa, alikufa, lilizimia tu. Sasa hivi gari limefufuka na linaenda mbele. Iko vizuri. Yaani sasa hivi tuko vizuri. Kwa hiyo ni kampuni ya bima ambayo ina uwezo wa kutoa. Na ndio kampuni ya bima ambayo inaongoza Tanzania. Yaani kuzungumzia the giant, baba wa mabima mwenye uwezo mkubwa ni NIC. Ndio maana unaona hata miradi mikubwa ya wawekezaji wanapokuja hapa nchini wanakata bima na NIC kwa sababu wanajua kwamba ndio kampuni ambayo ina muscles za kuweza kutoa huduma za bima. Lakini cha pili, tuna uzoefu wa kutosha kama nilivyosema wa kutoa huduma za bima. Sisi kote ukija huduma zote za bima utazipata. Unaweza kwenda kuzunguka kampuni mbalimbali utafuta bima fulani utaikosa. Juzi hapa kuna mteja akanipigia simu, amenitumia email anataka quotation ya bima ya ndege. Kwa sisi tuna wataalamu ambao wamebobea kwenye masuala ya bima ya ndege. Hata nyinyi mna drone zenu sio za kupiga nini, mnataka bima, njoo na sisi tutawapatia hizo huduma za bima. Tunakuja. Lakini pia ndugu mtangazaji, tunatoa msaada kwa wateja. Tuna provide assistance kwa wateja wetu. Mteja anapopata changamoto tunamsaidia. Wakati mwingine tunaweza kumsaidia mteja hadi kufanya risk survey, kufanya utafiti wa vihatarishi kwenye eneo. Hata nyinyi hapa mkihitaji bana, tunataka NIC mje mtufanyie risk survey and assessment, kuangalia je, hapa tulivyoweka vihatarishi vilivyopo hapa ni nini? Je, hali yetu ya vihatarishi ikoje hapa? Is it high? Is it low or is medium? Kwa hiyo tutawafanyia free kabisa, sababu tuna wataalamu ambao wamesomea mambo hayo. Lakini tuna time payment of claims, tunalipa madai kwa wakati. Ndio maana tumekuwa ISO certified. Ndio kampuni pekee ya bima hapa nchini kama kampuni za dhamini nilizozungumza ambayo iko ISO certified, ina idhibati ya utoaji wa huduma za bima za kimataifa. Tumekuwa vetted na ISO, tumepewa ISO certification kwa maana kwamba tuna meet zile standard za quality. Lakini pia ndugu mtangazaji, ndio kampuni ambayo ina mali kubwa za bima hapa nchini. Sasa hivi kampuni yetu inakaribia bilioni 500 total assets.
Sasa ukiangalia wengine bilioni 10, bilioni ngapi, lakini sisi tuna thamani ya bilioni 500. Na ndio maana tuna majengo nchi nzima. Ukifika kila mkoa ukiulizia bima utafika NIC kwenye majengo yetu hatujapanga. Lakini vile mtangazaji tuna wide branch network. Tunapatikana nchi nzima kama nilivyosema. Wengine wanapatikana Dar es Salaam, baadhi ya mikoa mikubwa, lakini ukienda kila mkoa utatukuta. Ukitaka huduma za bima kwenye mkoa wa kawaida utaikuta NIC. Na Bwana Alex, muda wetu umekimbia sana. Tutatenga pia siku nyingine tutakuita hapa. Tuyazungumze mengi kwa undani zaidi. Yaani naona bado yako mengi ya kuzungumza Alex na vitu vingi. Yes. Mtazamaji, tunafika tamati kwa wakati huu kupitia Morning Coffee. Tumekuwa na mgeni hapa studio, Bwana Alexi Suzuguye. Yeye ni meneja wa bima katika mkoa huu wa Dodoma, ambaye tunazungumza naye mengi zaidi. Labda mtangazaji, nichukue fursa hii kushukuru watazamaji wetu na niwakaribishe NIC Dodoma. Tunapatikana hapa mjini. Jengo la bima ni maarufu kabisa. Liko pale karibu na mgawa wa Chef Asili. Lakini vile vile ukiuliza ofisi za NIDA zilipo Dodoma, ndo ofisini kwetu NIDA hapo pale magaji wetu. Kwa hiyo karibuni sana. Tunashukuru sana. Asante sana. Basi tutakaporejea tutakuwa na mengine, lakini ni katika dondoo za michezo. Asante na baki na sisi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa rwana uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Morning Sky. Naam, ni katika awamu nyingine sasa ya mwisho kabisa ndani ya Morning Sky, na hapa tunaungana moja kwa moja na Lai Saidi kutupitisha katika habari za michezo japo kwa uchache sana kwa sababu ya muda wetu kutokuwa rafiki, lakini zaidi kwa upana ni baadaye majira ya saa 7 kamili mchana leo. Habari ya asubuhi salama. Naona leo niko na wababa. Unajisikiaje kuwa katikati ya wababa? Najisikia vizuri. Basi limekaa sawa hivi. Nisikia ulinzi mzuri. Zito kulia salama kabisa. Babu chapisho. Kuna chapisho Asante. Nikawa nakuvizia wewe kwamba Lai anaweza kulitafsiri ile chapisho.
la Yanga. Sasa ndo tumeanzia huko. Ndo umeanzia. Tumeshuhudia jana chapisho la klabu ya Yanga na wameposti kwenye ukurasa wao rasmi kabisa kwamba wamebakiza mechi 3, 2 ligi kuu, 1 shirikisho. Ndio. Huku sisi tunafahamu bado mechi 3 za ligi kuu. Sasa tuweke sawa hapo. Sahihi kabisa kwa kile ambacho kwanza mmeanza kukizungumzia. Sisi tunafahamu kutokana pia na bodi ya ligi ilitoa tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo ambapo alisema Juni 15 kitapigwa pale Benjamin Mkapa, lakini Yanga kama ambavyo tunafahamu wao wameendelea kushikilia msimamo wao. Wanasema hawachezi ng'o kwa sababu ilikuwa ni hatuchezi, sasa hivi wameongeza ng'o. Kwa hiyo kwa Yanga jana kama mlivyosema wametoa chapisho, na chapisho hilo Yanga wanasema wanatambua mchezo ambao utapigwa Juni 18 ambao utakuwa dhidi ya Tanzania Prison, mchezo wa ligi kuu, na Yanga atakuwa ugenini. Lakini pia Juni 22 Yanga ana mchezo na Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji anamfuata Yanga ndio atakuwa mwenyeji. Jana nilijaribu kumfuatilia afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, aliweza kuzungumza kwa sababu siku ya mwisho mechi zote kama ambavyo tunafahamu huwa zinapigwa muda mmoja. Sasa kumbuka uwanja wa KMC Complex unatumiwa na timu 3. Wenyeji KMC, Yanga pamoja na Simba. Kwa hiyo jana akaweza kuzungumzia mechi ya Yanga na Dodoma Jiji wataipangia tarehe kujua watapangia kiwanja. Tarehe tayari inafahamika. Lakini itapangiwa kiwanja gani ambapo itaenda kupigwa. Lakini kubwa zaidi kama nilivyosema, Yanga wamechapisha hilo chapisho lao, lakini afisa habari wa bodi ya ligi alipata kuzungumza akasema kwamba ye hajapokea taarifa yoyote kutoka kwa Yanga kwamba hawachezi. Katika hii ratiba mpya. Hebu tumsikilize Karim Boimanda kile ambacho amekisema. Sofa tuko vizuri, tunaendelea vizuri na maandalizi ya michezo hiyo ya mizunguko miwili kwa maana ya 29 na 30, lakini pia mchezo namba 184 Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club ambao wenyewe umepangwa kufanyika Juni 15. Yote tunaendelea maandalizi kwa sababu ndio michezo ya mwisho, ina pressure kubwa na watu wengi wanaitegemea hiyo michezo kutimiza malengo yao ya msimu. Tunaitegemea hiyo michezo kumjua bingwa, tunategemea hiyo michezo kujua na timu gani zitacheza playoff na kadhalika. Kwa hiyo ni michezo mikubwa, michezo yenye mvuto wa kipekee, na sisi tumeweka nguvu kubwa kwenye maandalizi na kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Labda sijui niseme kwa namna ambavyo ligi imechezwa mpaka kufikia sasa, na hiyo challenge ambayo tunaiona mbele ya kutofahamika kwa vitu vingi, inaituonesha tulikuwa na msimu bora, na kama michezo hii itafanyika kwa ubora, basi tutakuwa na ujasiri wa kusema sasa tumekuwa na msimu bora kuliko msimu uliopita. Karim Boimanda afisa habari wa bodi ya ligi akitolea ufafanuzi kuhusiana na ratiba za ligi kuu, lakini pia kama ambavyo tumemsikia anasema huu ndo ulikuwa msimu bora. Na wewe unakiri kweli ni kweli? No comment. Na vipi Mariam? Mimi mgeni. No comment. Kwa hiyo kama ambavyo tumemsikia kwa ufupi sana kwenye hili. Ndio. Yanga ndiyo mwenyeji. Kikanuni Yanga ndiye mwenyeji wa mchezo huu. Ndio. Na Yanga huu mchezo hautambui. Na manaki ni kwamba hiyo siku pia inawezekana asiwepo kwa kinachoendelea kwamba atakuwa yuko Rwanda. Sasa kama mwenyeji hayupo alafu mgeni anakwenda, itakuwaje hapo? Yani hapo itakuwa mimi mwenyewe siwezi nikakwambia itakuwaje. Kwa sababu gani? Ukiangalia Simba kama Simba wao wanautambua huu mchezo, na ukipita hata kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii unakuta tayari ile cover ya mechi yao dhidi ya Yanga imeshawekwa. Lakini kwa Yanga wewe mwenyewe umethibitisha cover iliyowekwa ni hiyo michezo mingine. Kwa hiyo ile kauli iliyotolewa hivi juzi wanapingana nayo ile dabi iko pale. Yanga wao wamesema hawachezi. Na mimi nitashangaa sana pale ambapo ikitokea Yanga amecheza huu mchezo. Unajua kwa nini? Wameshawaaminisha mashabiki zao kwamba hatuchezi huu mchezo. Alafu ikaje ikatokea tukawaona uwanjani, imani pia itakuwa imevunjika kwa mashabiki. Sio kwamba anasema hivyo Yanga wasicheze, hapana, kanuni zipo.
na zitafatwa, lakini bado tunabaki pale pale. Bodi ya ligi mbona hawajatoa paka leo taarifa kwamba nani alikosea? Okay. Na ndio maana Yanga wanaendelea kushikilia msimamo wao. Alafu na kitu kingine ambacho kwangu nimekiona kina mantiki sana. Bodi ya ligi wamechapisha, sijajua ni admini wao au ni nini, wameweka bango lile la NBC limeandikwa unaikumbuka namba 184. Hiyo namba 184 ni mchezo wa Simba na Yanga. Sasa kama bodi ni kama unaanikiza vile, na wale watazidi kusema sisi hatuchezi. Sawa. Tuhame hapo, tukupeleke upande wa pili. Pale tumeona kwenye magazeti taarifa ya Nabi anaeleza kwamba anamuinda Ahua. Jinchaza Ahua. Hili nalo vipi? Maana anatoka klabu ya Simba huyu. Na juzi hapa mtuambia kwamba alikuwa anamuinda Faisal. Unajua tulisema ni Faisal kwa sababu kwa muda mrefu Nasreddine Nabi amekuwa akimhitaji Faisal Salum. Kumbuka akiwa Yanga wakati Aziz Ki yupo pale pamoja na Faisal Salum chini ya Nabi. Tulikuwa mara nyingi tunaona Faisal anapata nafasi. Lakini mwalimu mwenyewe amemwona ni kijana wa namna gani. Kwa hiyo toka ameondoka Yanga kaenda Kaizer Chiefs, alikuwa anamtaka Faisal Salum. Kwa ujio wake ambao tulimshuhudia kwenye mechi ya Singida Black Stars dhidi ya Simba, wengi tuliamini kwamba amekuja kwa ajili ya Faisal Salum. Na tetesi zilikuwa zinasema Nabi anaelekea Zanzibar kwenda kuzungumza na wakala wa Faisal kuweza kumaliza hili swala. Kwa hiyo kama imejitokeza kwa Jinchaza Ahua, mimi sishangai, hizo ni tetesi, huenda ikawa kweli ama isiwe kweli. Huenda jambo likaja likatokea kweli katika uhalisia. Fedha yako tu. Weka mzigo mezani, mambo ya Bwana Jaunga, tumalize na kimataifa ambapo aliyekuwa kiungo wa klabu ya Yanga Stephanie Aziz Ki, kama ambavyo tunafahamu, amejiunga na Wydad Athletic Club ya pale nchini Morocco. Jana alifanywa vipimo. Toka amefika kwenye klabu alicheza mchezo mmoja wa kirafiki ambapo hawa Wydad walicheza na FC Porto ya pale nchini Ureno. Kwa hiyo jana ndo akaenda kufanywa vipimo. Na kumbuka Wydad Athletic Club inashiriki michuano ya vilabu ya dunia na wapo kundi moja pamoja na Juventus, lakini pia wapo na Al Aini kutoka Falme za Kiarabu pamoja na Manchester City, na Juni 18 watakuwa na kibarua dhidi ya Manchester City. Lakini Azizi toka amejiunga na Wydad amekosa mchezo mmoja tu wa kirafiki dhidi ya Sevilla pale nchini Hispania. Okay. Kwenye hili tangazo lile naona kama limekuwa na mbwembwe sana la vipimo. Hii ilikuwa ni issue ya kuitangaza kwa mbwembwe hizo. Pengine labda ni mchezaji wa ndoto zao walikuwa wanamhitaji au ni utaratibu kutambulisha mchezaji Kibongobongo. Hujaiona hii watu wanakesha huko Bongo kusubiri na tangazo nani saa 6 usiku awalali. Pengine labda wao wameamua, kwa sababu hata ukitembelea kwenye ukurasa wa klabu unakuta wameweka hiyo picha hiyo video ambayo tunaiona hapa Azizi akiwa anafanywa vipimo. Lakini kwa haraka kabla ya kuhitimisha, kumfanyia mtu vipimo mchezaji kabla ya kuanza, kabla ya usajili na baada ya usajili, ni kipi bora zaidi? Kitokea mmekuta kuna kasoro na mmekwisha kumsaini tayari, hasara inakuwa kwa nani? Mimi binafsi Jayunga, kwa sababu hata msimu wa ligi huku kwetu haujaisha. Kwa hiyo ninachokiona mimi, japo Azizi tayari amesaini, lakini wao walichokifanya, yani sijui niseme ni imani ile ya kuwa mchezaji tu atakuwa yupo vizuri, kwa sababu alipotokea shughuli yake tumeiona. Lakini kitu kingine wakaona bado tuna muda mwingi wa kufanya hivyo, kwa sababu ligi bado ligi ya Morocco tayari imeshaisha. Michuano hii ndio maana Azizi pia anapata nafasi ya kucheza, kwa sababu hii sio michuano yani ile ya kusema ligi ya ndani itakuwaje. Hii ni michuano tu ya vilabu bora vya dunia. Sawa. Basi tunashukuru sana na sisi kwa dondoo hizo za michezo. Tumepita kwa uchache sana, lakini baadaye saa 7 utakuwa na ile Saidi pamoja na timu yake watakujuza kwa undani zaidi. Tunafika mwisho wa Morning Sky kwa siku ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye tumesafiri pamoja kuanzia mwanzo hadi sasa tunapotamatisha. Mimi naitwa Pius Jayunga, nimekuwa na mwenzangu Maliango Mgeta. Pengine kuna la ziada? Mambo yako poa. Tumemaliza. Mambo yako fresh. Basi sawa, uwe na asubuhi njema pamoja na siku njema vile vile. Morning Sky. Sky TV, above the limit.